Mipango ya kuiboresha Dar es Salaam inaendelea. Ayo TV inakusogezea updates zote kutokea kwenye mradi wa uboreshaji wa jiji la Dar es Salaam uitwao DMDP. Usimamizi unafanywa na Ofisi ya Rais, Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa, TAMISEMI. Tunawashukuru sana wenzetu wa World Bank kuhakikisha kwamba kutuamini wa Tanzania, na hii wanatuamini kutokana na mienendo mzuri wa serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, jinsi tunafanya vizuri kuhakikisha kwamba tunapata mkopo huu ambao unatuwezesha kuweka miundombinu hii ya barabara za lami katika jiji letu la Dar es Salaam. Lakini katika hili navyo nawashukuru sana wenzetu wa Nordic countries, wametusaidia vya kutosha katika mradi huu wa mazingira. Lakini mradi wa DFID, wenzetu wa DFID wametusaidia sana katika hili kuchanganya na ile fedha nyingi tunayopata kutoka World Bank. Na hili sio kwamba serikali ya Tanzania imekaa peke yake pembezoni, hapana. Serikali ya Tanzania tumewekeza karibuni bilioni 25 katika swala zima la fidia za wananchi katika maeneo mbalimbali. Lengo kubwa ni kwamba kuhakikisha mradi huu unafanya kazi vizuri. Kwa hiyo naomba niwahakikishie wananchi wa Dar es Salaam na jiji la Dar es Salaam kwa Tanzania nzima na Tanzania nzima kwa ujumla kwamba tumejipanga kuhakikisha jiji hili linabadilika, na mradi huu utakuwa ni mradi mfano. Na mradi huu sasa ukichanganya ile miradi mingine tunayotengeneza katika maeneo mbalimbali, hakika Tanzania yetu itabadilika, na hili ni jukumu letu. Na mimi bahati nzuri ni waziri kijana na nimepewa dhamana katika ofisi hii kubwa, na tukumbuke ofisi hii karibuni 20.7% ya bajeti yake yote inakuja ofisi hiyo, na msimamizi mkuu ni mimi mwenyewe. Kwa hiyo nina kila sababu kuhakikisha kwamba tunaonyesha vijana wa Tanzania kwamba tukiaminiwa tunaweza. Na mimi nataka niwahakikishie wa Tanzania kwamba sisi au mimi niopewa dhamana na manaibu wangu na watendaji wetu wa ofisi ya TAMISEMI tutasimamia taasisi zilizokuwa chini yetu kuhakikisha maeneo mbalimbali yanapata maendeleo ya kasi, na hasa jiji la Dar es Salaam nataka tuweke mfano kupitia mradi wa DMDP, watu waje kujifunza, na natamani sana nchi za jirani waje kujifunza Dar es Salaam. Natamani wenzetu wa Kenya, Waganda, wa Rwanda, watu wa Msumbiji, nchi zilizozunguka usiku waje kusema kwamba kweli wenzetu wa Tanzania wamefanya kazi kubwa sana kupitia katika kubadilisha miji yao, na mimi nataka tuwe mfano katika hilo. Ni kwamba licha ya kujenga hii miundombinu ya barabara za lami, lakini vile vile tutaenda kuimarisha utaratibu wa upelekaji wa taka, kuondoa taka katika miji yetu. Tutaenda kununua mitambo ya kukusanya hizi takataka, kuzipeleka katika madampo ya kisasa. Tutatengeneza madampo ya kisasa ambayo hata mtu wa kawaida akienda katika dampo hatokuta inzi kama madampo mengine yalivyo, kama kule dampo la Kinyamwezi. Haitokuwa hivyo. Tutatengeneza madampo ya kisasa kama tunatengeneza kule Dodoma, tutatengeneza Arusha, tutatengeneza Tanga, tutatengeneza kule Mbeya, madampo ya kisasa kabisa ambayo yenyewe yana protect hata maisha ya watu wanaozunguka katika maeneo hayo. Kwa hiyo hili tutaenda kulifanya katika jiji la Dar es Salaam, na hakika kwa kweli jiji la Dar es Salaam itakuwa jiji la mfano sana. Na hii ni matarajio yangu kama kiongozi kijana, lakini matarajio ya Mheshimiwa Rais ambaye amenipa dhamana hii, ambaye Mheshimiwa Rais anahangaika kupata hizo fedha, kuona wananchi wa Dar es Salaam Mheshimiwa Rais amewathamini sana kuhakikisha kwamba miradi hii inafanyika vizuri, na mwisho wa siku jiji la Dar es Salaam ambalo ni jiji la biashara liweze kufanya vizuri. Mpenzi mtazamaji, katika kuhakikisha kuwa lengo la mradi linafikiwa kama ilivyokusudiwa ili kuleta matokeo chanya, suala la ufuatiliaji na tathmini ya mara kwa mara katika usimamizi wa mradi huu limepewa umuhimu mkubwa sana. Kama tunavyofahamu, mradi wa uendezaji wa jiji la Dar es Salaam unatekelezwa na halmashauri zilizoko ndani ya jiji, ukisimamiwa na Ofisi ya Rais, Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa, yaani TAMISEMI. Mradi huu katika usimamizi wake, Ofisi ya Rais, Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa ina maeneo ya usimamizi kadhaa, mojawapo likiwemo la ufuatiliaji na tathmini. Nikianza na maana halisi ya ufuatiliaji. Ufuatiliaji una maana ya kwamba ni uangalizi wa karibu wa shughuli za mradi tangu mwanzo mpaka kukamilika kwake, ili kuhakikisha kwamba lengo lililotarajiwa linafikiwa. Kwa hiyo katika ufuatiliaji huo unahusisha ukusanyaji wa takwimu, lakini pia na uandaaji wa taarifa sahihi ya uendelezwaji wa mradi, utekelezaji wa mradi. Na katika swala la tathmini lina maana kwamba kufanya uchambuzi au kufanyia kazi taarifa ambazo zimekusanywa kutokana na ufuatiliaji. Kwa hiyo utakuta ni maneno ambayo yanapokezana. Unafanya ufuatiliaji ili upate takwimu zitakazokuwezesha kuja kufanya uchambuzi.
na uchambuzi ule sasa ndio utakupa picture ya utekelezaji wa mradi husika. Wapi umetoka, wapi unakwenda. Je, uko ndani ya matarajio ya utekelezaji wa mradi? Je, imebaki muda gani kufikia lengo? Je, nini kimekosewa? Wakati wa tathmini haya yote yanabainika na kurekebishwa. Kwa hiyo huo ndio umuhimu wa kuwa na eneo la ufuatiliaji na tathmini. Tumesema tunataka kuboresha utoaji wa huduma kwa jamii. Kwa hiyo ukija kwenye tathmini sasa, taarifa ulizokusanya unaziweka kwa pamoja. Unaangalia. Mpaka hapa tumefikia, barabara ilikuwa ya kilomita 5. Lakini sasa tumebakiza miezi 2 tumeshajenga kilomita 1. Kwa hiyo pale unakuja kuona kwamba tumechelewa. Je, kwa nini tumechelewa? Tunarudi kwenye taarifa zetu. Je, tatizo ni hali ya hewa au tatizo ni uwezo duni wa mkandarasi au tatizo ni shughuli za wananchi zinazoendelea katika eneo husika? Haya yote tutayapata kwenye taarifa tunazozikusanya kwa kufuatilia utekelezaji wa mradi. Hivyo kwa kifupi tunachoweza kusema, eneo la ufuatiliaji na tathmini linaiwezesha management inayosimamia mradi husika kufanya maamuzi sahihi. Maamuzi sahihi huambatana na takwimu sahihi. Katika ufuatiliaji lazima unakuwa na viashiria. Mradi wa uendeshaji wa jiji la Dar es Salaam tunavyo pia viashiria ambavyo katika kuratibu masuala ya ufuatiliaji na tathmini ndivyo viashiria ambavyo tunaviangalia. Kwa mfano, tunaangalia je, wanufaikaji wa mradi huu ni wangapi? Maana mradi wowote unalenga lazima unakuwa na wanufaikaji. Na wanufaikaji tunaozungumzia hapa ni wale wanufaikaji wa moja kwa moja. Mtu anaweza kusema mbona mmedhani kwamba wanufaikaji ni wachache, lakini hapa tunalenga wale wa moja kwa moja. Na ninaposema wa moja kwa moja tuna maana kwamba wale wakazi wanaoishi kwenye kata za maeneo yanayonufaika na mradi. Kwa hiyo katika ufuatiliaji wa mradi wa uendeshaji wa jiji la Dar es Salaam tunatarajia kuwa na wanufaikaji karibu 1.5 milioni, 1.5 wanaoishi kwenye kata hizo. Lakini eneo lingine ambalo tunaliangalia ni barabara zimejengwa kwa kilomita ngapi. Tunaangalia ni watu wangapi wananufaika na barabara zinazopitika kwa mwaka mzima. Hilo pia tunaangalia kama kiashiria kimojawapo. Pia tunaangalia ongezeko la makusanyaji wa mapato ya ndani. Je, halmashauri hizi zinakuwa kwa kiwango gani? Kabla mradi haujaanza, halmashauri kwa mfano ya Manispaa ya Kinondoni ilikuwa inakusanya mapato ya ndani kwa kiwango gani? Je, baada ya utekelezaji wa mradi ongezeko limekuwepo kwa kiwango gani? Kwa kile nacho ni kiashiria. Na pale tunapoona ongezeko ina maana kweli mradi umesaidia. Lakini ninapokuja kwenye swala la tathmini inaonyesha zaidi sasa kwamba mradi umesaidia ndio kwa kiwango gani. Ile tathmini itaonyesha mpaka kiwango ambacho halmashauri imenufaika na mradi husika. Mradi wowote unapofuatiliwa kwa karibu na kufanyikwa kwa tathmini sahihi unatarajia kupata matokeo tarajiwa. Kwa mradi wa uendeshaji wa jiji la Dar es Salaam, kama nilivyotangulia kusema awali, lengo ni kuboresha utoaji huduma kwa jamii. Sasa kama jamii zimewezeshwa kwa maana ya kuwa na barabara za lami za uhakika, kuwa na mifereji ya maji, hivyo kutosumbuka tena na masuala ya mafuriko, kuwa na taa za barabarani kwenye mitaa hiyo, hivyo kuwa na usalama zaidi kwenye maeneo yetu, kuwa na njia za watembea kwa miguu, kuwa na maeneo ya kupumzikia, kuwa na huduma za vyoo vya umma. Yote haya ni uimarikaji wa huduma za kijamii kwenye maeneo yetu. Sasa tunapokuwa na matokeo mazuri kama haya kwenye maeneo yetu, basi serikali inatarajia nini kutoka kwa wananchi? Serikali sasa inatarajia sisi wananchi ambao mazingira yetu yameboreshwa kuwa sasa ndio walinzi na uwekaji wa miundombinu hii kuwa endelevu. Na namna pekee ya kuweka miundombinu hii kuwa endelevu, yaani kukaa kwa muda mrefu na kuwa safi, sisi wananchi tunapaswa kuwa walinzi na tuhusike pia katika masuala ya usafi. Miundombinu hii itunzwe. Na miundombinu hii inatunzwaje? Nadhani ndio maana serikali ilipitisha mradi huu kupitia ofisi ya Rais TAMISEMI, kwa maana ya tawala za mikoa na serikali za mitaa. Ngazi za uongozi kwenye maeneo yetu tunayokaa zinaanzia katika ngazi za mtaa. Hivyo ni jukumu la sisi, naamini mimi na wewe wote tuna mitaa tunayoishi. Kwa hiyo kupitia kwenye vikao vyetu vya ngazi za mtaa tujadili namna gani tunaboresha mazingira yetu kwa maana ya usafi.
ni namna gani tunalinda miundombinu tuliowekewa kama taa za barabarani, maeneo ya kupumzikia, ili yatumike kama ilivyokusudiwa. Miradi hiyo ina ubora unaokusudiwa. Na bahati nzuri katika mradi huu tuna maabara katika manispaa hizi zote tatu. Maabara itakuwa Temeke, maabara Ilala ambayo maabara Temeke nimeshaizindua, maabara Ilala na maabara Kinondoni. Kipande cha barabara kinachotengenezwa kinapaswa kupimwa quality, ubora wa hiyo lami iliyowekwa. Jambo la kwanza. Material yanayotengeneza hiyo barabara lazima yapimwe. Je, yana ubora unaokusudiwa? Kwa hiyo katika eneo hili kuna swala zima limejificha hapo, ni swala la uadilifu. Watu tuliowapa dhamana lazima waadilifu. Na hili naomba niwaagize wakurugenzi wangu wote wa manispaa hizi tatu za Dar es Salaam, Temeke, Ilala na Kinondoni. Katika mradi huu sihitaji masihara, lazima wasimamie kazi kwa karibu sana. Lazima wawe makini. Lakini kuna waratibu wa hii miradi katika hizi manispaa. Waratibu wa hii miradi nataka kwamba wahakikishe kwamba wasiwe watu wa kukaa ofisini. Lazima mradi unapotengenezwa awe site ahakikishe kwamba kilichoandikwa katika BOQ ndio kile kinachowekwa pale katika mradi wenyewe. Sitaki mratibu, ninasema ni mratibu wa mradi wa DMDP wa halmashauri wa manispaa fulani, then anasubiri ripoti kuja imletee ofisini. Nataka waratibu waende wakakae site kila dakika, kuanzia asubuhi mpaka jioni. Hiyo ndio kazi tuliwapa dhamana, tuliwapa waweze kusimamia miradi. Lakini upande mwingine, upande wa kandarasi, tunatumia fedha nyingi sana. Sitegemei mkandarasi ambao tumempa dhamana tuhakikisha kwamba wanafanya hii kazi afu ajenge kazi isiyokuwa na ubora. Hilo jambo sitarajii. Natarajia wakandarasi wahakikishe hii miradi tumewapa dhamana na tunalipa fedha, na fedha hii tunajua kwamba ni fedha ya wananchi wa Tanzania ambao tumeikopa kutoka World Bank. Kazi hii inafanyika vizuri. Lakini jambo lingine ni sehemu ya consultants. Mtaalamu mshauri, mimi natarajia yeye kazi yake yupo kwa niaba yangu, mimi ni client. Aende akasimamie kazi, asiende kucompromise na mkandarasi. Ende akasimamia kazi kwa niaba ya serikali. Kwa hiyo natarajia kwamba fedha ambazo Mheshimiwa Rais amezitoa kwa ajili ya mradi wa DMDP hapa Dar es Salaam, wakandarasi washauri ambao wao watafanya kazi kwa niaba ya serikali, wakasimamia wakandarasi katika hizo kazi zifanyike katika ubora unaokusudiwa. Jambo lingine swala zima la wananchi. Wananchi, huu mradi ni mradi wa kwetu. Huu mradi sio mradi wa World Bank, ni mradi wa wananchi wa Tanzania. Na hii fedha tutaenda kuilipa. Kwa hiyo mradi huu, maana yake ni mradi huu unatuhusu sisi wa Tanzania, wananchi wa Dar es Salaam. Lazima tuende tukahakikishe miundo mbinu inayojengwa katika maeneo yetu ni miundo mbinu ya kwetu, iwe na ubora unaokusudiwa. Sitarajii miongoni mwa baadhi ya wananchi wawe miongoni mwa washiriki wa kuiba vifaa vya utengenezaji wa mradi huu, wa kwenda kuiba cement, waende kwenda kuiba nondo, au wafanye jambo lolote lingine ambalo linaenda kukwamisha mradi. Na vivyo sitarajii wananchi ambao wengine wamelipwa fidia au wakakwama au wakakwamisha mradi, aidha kuondoka katika maeneo ambayo wanatakiwa waondoke ili mradi uweze kufanyika vizuri. Natarajia wananchi wa Dar es Salaam waweze kutoa ushirikiano wa kutosha katika mradi huu, kwa sababu mradi huu ni mradi wa kwetu. Jiji hili likiwa zuri ni jiji la kwetu sisi. Kwa hiyo kila mtu lazima ashiriki ipasavyo. Lakini mwisho wa siku miradi hii inapokamilika lazima ilindwe. Kwa hiyo ubora wa mradi huu, thamani ya mradi huu itaonekana kama sisi wananchi wa Dar es Salaam tutaenda kulinda mradi huu. Niwaombe wananchi wa Dar es Salaam kwamba mradi huu ni mradi wa kwetu. Mradi huu manake mtu akiharibu anaharibu mustakabali wa nchi yetu. Anaharibu mtazamo ule serikali yetu ambayo inakusudia. Rais wetu anakusudia kubadilisha jiji la Dar es Salaam. Sitarajii kwamba mtu aweze kubadilisha mtazamo mzuri wa jiji hili. Kila mtu ashiriki na tuwe wazalendo. Asante kwa kuchukua muda wako kutazama IOTV updates na mradi huu wa DMDP. Kaa karibu na IOTV ili kupata updates zaidi kuhusiana na mradi huu upande wa Temeke.